lakini anakuta kwamba ameyafanya yeye. Kivipi? Mfano, mtu unaposikia kwamba kuna sehemu kuna tatizo, hamna nyumba ya ibada, hakuna msikiti au hakuna madrasa, au madrasa ipo lakini mbali, au msikiti upo lakini masafa. Maana kuna maeneo hasa ukienda vijijini huko, hasa sehemu za Tanganyika, unaweza mtu kuifuata swala ya Ijumaa pengine msikiti maili 10 au mbali, isifike hapo. Lakini kuna watu wazima wengine hawezi kutembea kilomita 2 kutokana na hali yao, pengine si watu wazima lakini vijana, lakini wana hali ya matatizo. Kwa hiyo wewe ukafanya juhudi kwa kuwatangazia watu, ukafanya juhudi, kuna watu unawajua wenye uwezo wao, au ukafanya kila njia, wewe ukaanza sasa kufanya kampeni ya kheri, kulingania watu, jamani, hapa mnaonaje tukatafuta eneo tukalinunua tukajenga msikiti, au ukatafuta wafadhili, au simu yako wewe ikawa ni kiunganishi kwenye mambo ya kheri. Maana simu hizi ni zaidi ya misiba na balaa. Asilimia kubwa ya wenye simu wanazitumia vibaya. Wengine wanazitumia kuunganisha watu, kuwapatia, wanajiita eti warembo, kwa ajili ya kwenda kuwazini. Kwa hiyo huyu anakuwa ndio connector mkubwa. Wewe Muislamu, yani umefikia wewe kwa zaidi ya midhambi, kujibebesha midhambi ambayo ya kuunganisha watu wakalewe, kuunganisha watu wapi watapata malaya na madada poa, uzinifu. Au Muislamu na kwa wewe ndio kuwadi na unajisifu mtu. Hii ndio kazi yangu iliyoniweka mjini ya ukuadi, nasomesha watoto wangu, naalisha familia, nimejenga kwa kazi hii. Hiyo inna lillahi inna ilaihi rajiun. Tubia leo kabla hujafikwa na malakul mauti. Sasa mtu ataonyeshwa ile wakati anakufa, na yaumul qiyama ataonyeshwa amejenga msikiti, ataonyeshwa amekwenda hija, atauliza ya Rabbi, mimi sikuwa hivi. Ambaye sababu wewe ulikuwa ukienda mbio na kuwataarifu watu kwamba kuna sehemu panataka kujengwa msikiti, kuna sehemu panatakiwa bati kwenye msikiti, na kuna sehemu kuna kutakiwa madrasa, watu wakajitolea kupitia wewe, watu wasingejua ila kupitia wewe. Sasa mtu apata kheri kama hizo. Sasa Muislamu anatakiwa mtu awe hivyo, ni muunganishaji wa mambo ya kheri. Simu yako ukaitumia kwenye mambo ya kheri, ilo bando lako kalitumia kwenye kheri za kuwaita watu kwenye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, ukawaita watu katika kuingia kwenye Uislamu, fi dini lahi afwaja, ukaingia kundi kwa makundi. Unaonyeshwa hivi. Kuna misaada ulipitia wewe, pengine watu walikuwa na shida ya nguo, wana shida ya vyakula, lakini wewe ukapitia watu, wakapitia kwako, kwa sababu wewe umewataarifu watu kujua, ikawa inapelekwa misaada kupitia wewe, na wewe unaandika katika watu mutaswaddiqina, watu wenye kutoa sadaka. Hili ndio linalotakiwa wewe muumini wa Kiislamu, unatakiwa hili uwe nalo. Sasa na hivyo tukigeuza upande wa pili, ataambiwa mtu, wewe umezini, wewe umekula rushwa, wewe umejenga baa, umejenga nyumba ya madanguro. Atashangaa, mimi sikujenga, huo uzeni sina, mimi mwenyewe nimekufa, kibanda cha kukaa sina. Pengine alikuwa anakaa kibanda cha urithi urithi wa marehemu babu au marehemu bibi, au urithi wa bihimadha, sina. Ataambiwa, wewe ulikuwa kiunganishi wewe wa mambo ya shari. Wewe ulikuwa kiunganishi wa mambo ya shari. Wewe ndio uliotia saini kwamba kiwanja kile pajengwe baa, pajengwe holi la muziki kubwa. Katika wewe ndio uliotia saini kujengwa kiwanda cha pombe. Yuko mmoja alizisahau kwenye madaraka, hakujua kwamba madaraka ni kupita njia tu, kama wenzie walikuwekwa akapita njia, akatia saini kujengwa kiwanda cha ulevi, na kuna watu tele walipoteza maisha, mpaka pakawa panaitwa maziko saa 8. Na hasa mtu, hususan viongozi, nazungumza na Waislamu,
msijisahau kabisa, msije mkadanganywa mkaambiwa eti serikali haina dini, lakini wewe una dini. Wewe una dini. Ile Nyerere